Bwana asifiwe. Amen. Niko na amani asubuhi ya leo. Na Kristo amenilinda na amenilinda, nami nimesikia kudumu ndani yake. Nimefurahi kwa ajili ya vile ametupa nafasi nyingine ya kuonana, kwa sababu hatukuachana na kuonana tena ni miujiza. Na ninajua tumefanya mengi katika wiki hiyo, na zaidi ya yote Bwana ametulinda. Na kwa sababu ya hayo mambo ni vizuri kumshukuru Bwana. Siku ya leo tutasikia neno la Bwana na tutasomewa katika kitabu cha Luka Mtakatifu 4 aya ya 18. Basi Luka 4 na tutasoma aya ya 18, na maandiko inasema hivi. Ndino wa Luka 4 aria matonete karatathi-inĩ 1174, na maandiko mekuga atĩrĩrĩ: Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Nĩ andũmĩte menyithanie atĩ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona atĩ arĩa atumumu nĩ megũcoka kuona, na njohorithie arĩa mahingĩrĩirio, ningĩ hunjanĩrie ũhoro wa mwaka wa Mwathani o ũrĩa wĩtĩkĩrĩtwo. Bwana wetu asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Umuthi gwenda twarie uhoro wa maitho. Leo nataka tuongee juu ya macho, na maandiko maria thini wa Luka 3. Na maandiko imenena katika Luka ya kwamba ni wakati Yesu alipoingia katika hekalu ministry yake, ili akaanze huduma yake. Na wakati alipotoka nyikani kujaribiwa na shetani, ilikuwa siku yake ya kwanza kuingia katika hekalu. Wakati alipoingia katika hekalu, wakati wageni walipewa nafasi ya kusalimia kanisa, kama vile baba kungu mgeni amepewa kusalimiana. Na kwa sababu baba kungu wakati atakuja atakuwa tunaitwa baba kungu A na B, na mama kungu A and B. Kwa hivyo hata ustahili kwenda kutoka leo, kwa sababu kuna mwenzako baba kungu huku. Na wakati Yesu alipopewa nafasi ya kusalimia katika hekalu, basi akaitisha ile kitabu ya sheria. Na hiyo wakati hiyo ilikuwa imekunjwa kwa sababu ilikuwa imeandikwa hivyo. Na akasema asomewe pahali katika kitabu cha Isaia. Na wakati aliposomwa maandiko ilikuwa inasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenitia mafuta kichwani mwangu, ili nikaweze kuhubiri habari ile njema. Na pamoja na yale mambo, ili nikasema waliofungwa wamefunguliwa, na wale ambao wamefinywa wamefunguliwa, na wale ambao ni maskini ni wahubiria habari njema. Na pamoja na hayo, wale ambao hawaoni ama hawana macho mazuri waanze kuona tena. Bwana asifiwe. Na ndiposa siku ya leo tutaongea juu ya macho, kwa sababu Bwana alisema akasema ndio wale ambao hawaoni waanze kuona. Na akasema nimefunguliwa ili wale ambao hawaoni wakaanze sasa kuona. Amen.
maithori macho ni meri ni mara mbili. Maitho tukoragwo na meri Tuko na macho mbili, na maitho macio ri na yale macho mekiritwo hau nĩ wa gĩtũmi gĩa kuona, yamewekwa pale kwa ajili ya kuona, nigetha maitho macio monagĩre mwĩrĩ ũyũ ũngĩ, ili yale macho akaweze kusaidia kuonea huu mwili, nigetha wakora kĩndũ ũgakĩeherera, na ndiposa ukikuta kizuizi unaiondokea, nigetha ũhote gwĩkaga maũndũ maku, na ili ukaweze kufanya mambo yenu. na nĩkĩo Mwathani atũnengerire maitho, Na ndiposa Bwana akatupa macho nigetha tũhote gwĩkaga maũndũ ma o mũthenya, ili tukaweze kufanya mambo ya kila siku, atĩ nĩũkũhota kuona harĩa, ya kwamba unaweza kuona pale nĩũkũhota gwĩka harĩa, na utaweza kufanya yale, nĩũkũhota gũtungatĩra mwĩrĩ ũyũ, na basi utahudumia huyu mwili, nĩ tondũ maitho maku nĩ marona. kwa sababu macho yako yanaona. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Tũraria ũhoro wa maitho. Tunanena leo, siku ya leo, juu ya macho. Nĩ kĩĩga kĩheanĩtwo nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kuona. Ni kiungo kimepewanwa na Mungu kwa ajili ya kuona, No Mwathani Jesũ rĩ, lakini Bwana Yesu nĩararia akaiga atĩrĩrĩ, anaenda pale anasema atĩ nĩonanĩtio ya kwamba ameonyeshwa nĩgetha arĩa matonaga macoke kuona. ili wale ambao hawaoni waanze kuona, Nĩ tondũ nĩonire mũtũũrĩre ũrĩa tũkoragwo naguo. kwa sababu aliona maisha tunaoishi. Mũndũ atekuona nĩarathĩnĩka, Mtu bila kuona akiwa kipofu atakuwa na shida, na hamwe na kũhunjĩria thĩni rĩ, na mbali na kuhudumia wa maskini, na hamwe na kuohora arĩa mohetwo rĩ, na mbali na kufungua wale ambao wamefungwa, harĩ na gĩtũmi gĩa gũtũma arĩa matonaga macoke kuona, kulikuwa na kusudi ndio vipofu waanze kuona, nigetha matige gũcoka gũthĩnĩka na ili wasije wakateseka tena hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ barabara-inĩ, wakati wanaenenda kwa barabara, nigetha matige gũcoka kũhoya, na ndiposa wasije wakawa waombaji, nigetha mekage maũndũ na mũtũũrĩre wao. na ili waweze kufanya mambo kwa ajili ya maisha yao, Mwathani akĩmaiguĩra tha, na Bwana akawahurumia, agĩkiuga gĩtũmi kĩmwe gĩa kwaniĩ kuonanio, na akasema jambo moja la mimi kuidhirishwa, nigetha arĩa matonaga macoke kuona, ndiposa vipofu waweze kuona. rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Na nĩho rĩu twagĩthoma, Na hapo ndipo tumesoma, na he rwĩmbo pastor egũtongoria haha, na kuna wimbo pastor ataongoza hapa, na nĩ rwĩrwo atĩ maitho ma ngoro marwakana, na yani ile macho ya roho ikaweze kuangaziwa. Matawa magoro marwakana umulekele noyo nekinya cia moyo ningĩrirĩrie icera rĩanyu. Bwana asifiwe. Matawa Racũriai magoro, maitho. racũriai maitho. Racũriai maitho ma ngoro cianyu mwĩrorere wĩra ũrĩa ũrutĩtwo bũrũri ũyũ, nĩ ũũgĩ wa Ngai ũrutĩte wĩra. Nĩ wega arata akwa, hinya wa mahinya nĩ ũũgĩ wa maũgĩ, njiyũraga njũĩrarĩ ineo. Mwathani Ngai agocwo. Bwana na asifiwe. Atĩ racũriai maitho ma ngoro cianyu. Ya kwamba angazieni macho ya roho zenu. Bwana wetu asifiwe. Amen. Tondũ nĩ kũrĩ maitho maita merĩ, Kwa sababu tuna macho mara mbili, na maitho ma mbere nĩ maitho ma mwĩrĩ, na macho ya kwanza ni macho ya kimwili, na maitho ma kerĩ nĩ maitho ma roho. na macho ya pili ni macho ya roho. Mwathani witũ Ngai agocwo. Amen. Na nĩho rwĩmbo rwaria rũina atĩrĩrĩ, Na ndiposa wimbo ikasema atĩ racũriai maitho ma ngoro cianyu, ya kwamba angazieni macho ya roho zenu, nĩ tondũ mbere nĩ kĩndũire, kwa sababu kwanza ni kiasili na thutha-inĩ nĩ kĩroho. na nyumaye ni kiroho. Tũkamba tũkaria ũhoro wa maitho maya, Basi tunanena juu ya macho hii ya kiasili tũhote kwaria ũhoro wa maitho macio mangĩ ili tukaweze kunena juu ya macho ya marĩa kiroho, makoragwo thĩinĩ wa ngoro citũ. yale ambao inakuwa ndani ya roho zetu. Maitho ma mwĩrĩ Macho ya kimwili monaga o maũndũ ma mwĩrĩ, inaona tu mambo ya kimwili matawaragwo nĩ moko, na inatawaliwa na mikono, nĩ tondũ guoya o kĩrĩa maitho monire. kwa sababu kuwa mikono inainua kile macho imeona. Yesu asifiwe kanisa. Amen. Na maitho ma mwĩrĩ monaga maũndũ ma mwĩrĩ, Na macho ya mwili inaona tu mambo ya mwili na mamũrĩkagĩra mwĩrĩ ũyũ, na inaangazia mwili huu nĩgetha ndũkae kũhĩngwo nĩ ihiga, ili tusiweze
kukwazwa na jiwe, na ili usiweze kuingia kwa shimo. Kwa hivyo macho ya mwili inaona tu yale mambo ni ya mwili, lakini Bwana anasema kwa ajili ya Roho Mtakatifu ya kwamba hata na uko ndani ya Roho muangaze macho yenu ya kiroho, kwa sababu roho zetu ziko na macho. Amen. Kama vile mwili uko na macho, pia nasi roho zetu ziko na macho. Na jina la Bwana lisifiwe. Na macho ya mwili inaona tu mambo ya mwili, lakini macho ya roho, ile jicho ya roho, ile inakuwa kule kwenye roho, nalo ile jicho linaona mambo ya kiroho. Amen. Na macho haya kiasi imefanya watu wapungukiwe na nguvu, na macho haya yametufanya tuingia wakati mwingine katika dhambi, na hata inaweza kufanywa ifanye mambo mabaya na mambo, na hata wengine tunafanya mabaya kwa ajili ya kuona na macho. Hata macho huwa inapotea kwa sababu ya mambo tofauti. Ukikaa mahali ambapo kuna nuru nyingi, na hata vile tunapea watoto wetu simu kwa sababu ya watoto kuangalia nuru nyingi ya simu, haya macho ya watoto huanza kuharibika. Amen. Hata wale wanafanya kazi ya kuchomelea chuma, wasipoweka ile glass kizuizi nyeusi, macho yao yanaharibika, na unakuta mtu alikuwa anaona vizuri, lakini saa hii unaona haoni vizuri. Amen. Kuna mambo mengi yanayoharibu macho. Kuna magonjwa mengi yanakuja kwa mwili, na unakuta imeharibu macho ya mtu. Hata kuna watu wanakunywa pombe, na wakati ule wanakunywa ile pombe macho inapotea, na tunasikia kwa TV, na tunaona wengi wakisema tulikuwa tunakunywa pombe, lakini ikaharibu macho yetu. Sasa tuoni, na yule mtu kutoka pale inawa haoni tena. Kwa hivyo kuna mambo mengi yanayoharibu macho, na katika hali ya kiafya ni vizuri kujikinga. Amen. Kutoka wakati huo yule mtu anakuwa ni kipofu, na wengine wanapungukiwa na nguvu za kuona. Amen. Tunaongea juu ya nini? Tunaongea juu ya macho. Tunaongea juu ya macho. Tunaongea juu sababu ya macho. Na tumeongea kile kinaharibu macho. Amen. Na macho yako ikiharibika na ile na shida, basi unakuta mtu ameongezwa macho ingine, na wengine wanapewa dawa, na macho yao inatibiwa inakuwa sawa, na wengine wanapewa miwani ili wakaweze kuona vizuri, na kuna wengine wanaambiwa hauwezi kuona tena, sasa wewe ni kipofu, na unashindwa kama mimi sasa ni daktari, ninaweza kuwa daktari wa kiroho siku ya leo, ili mkaweze kujikinga na mambo yale yanaweza kuharibu macho yenu, ili macho yenu isiharibike, ndiposa mambo ya mwili huu yakaweze kuangaliwa vizuri, na tunafanya mambo vizuri kwa sababu tunaona. Amen. Sasa tuende upande mwingine. Kuna macho ya roho. Amen.
naye lile jicho la roho linawekwa katika rohoni mwetu, na macho haoni mambo vile jicho la kawaida linaona. Amen. Na ndiposa tumeimbiwa ya kwanza, wacheni sasa hii macho ya kiasili, ya kwamba angazeni macho yenu ya roho, ili muweze kutazama yale makuu ambayo Yehova amefanya. Na tukaambiwa ni hekima ya Mungu imefanya yale macho ya kiroho. Tunaambiwa tuiangaze na Roho Mtakatifu. Ni jicho gani? Amen. Saa hii ukifunga macho yako saa hii, sasa funga macho yako. Ninakwambia ufunge saa hii. Lirikana gwaku muciĩ kinya cigo cia ngũkũ. Sasa anza kukumbuka kwako kwa boma. Hajaguciana kinya kabara ga kwanyu. Hata pahali barabara inaenda mpaka kwako. Kinya tauni ya kwanyu. Na uone mpaka jiji lenu. Uhingĩte maitho nĩũrona. Na githĩ ndũrona kwako. Si ukifunga macho unaona mpaka kwako nyumbani. Ũrona atĩa wĩ gũkũ? Unaonaje na wewe uko hapa? Kweli sasa. Sasa fungueni macho. Nĩwona gwaku. Si umeona kwako? Aha. Ukiwa hapa. Si umeona kwako kwa boma? Na hata mama Komo ameona hata kuku zake akiwa hapa. Na hata njia ya kwenda mpaka kwake ameona. Na hata ameona boma yake. Lakini hajatoka hapa. Amen. Hilo jicho la roho linaoona hivyo, ndivyo linaona linapitia pahali. Hata ukiwa kwa nyumba, hilo jicho linapitia kwa ukuta na linaona mbali. Wale ni wadacha imepitia Kamurai, ikaenda mpaka kwa kina chief kwa boma, na limeingia mpaka kwako kwa boma. Ukiwa hapa. Amen. Hilo jicho ndipo linaitwa jicho la roho. Amen. Wakati Yesu alipoidhirishwa, hakuja tu kusema amekuja kufungua wale walifungwa korokoroni. Kwa sababu hakuenda korokoro za kiasi kusema wafungulie wezi wote waliokuwa korokoroni. Na hakuja tu kusema juu ya vipofu vya kiasili. Lakini alikuwa anajua kuna watu wamefungwa korokoroni. Lakini wanaenda kwao kwa boma kila siku. Na wanaenda kazini zao. Lakini wale watu wamefungwa. Amen. Wale watu ndio walikusema ninakuja kufungua. Na wale ambao hawakuwa wanaona, ni kweli alifungua vipofu vya kiasi macho. Amen. Lakini pamoja na hayo, roho yake ilikuwa na kiu kufungua watu macho ya kiroho, ili wakaweze kujua upendo wa Bwana, na wakaweze kujua mpango wake, na kumenya mitumi yake, kile kilichomfanya aje hapa ulimwenguni. Na bila hilo jicho la roho, watu hawangejua maneno ya neno la Mungu. Akasema vipofu sasa zitaanza kuona, kwa sababu alikuja na dawa yao, ili wale walio katika mwili na wale walio katika roho, wale watu wawe wakifunguliwa. Bwana asifiwe. Na hivyo ni kusema wale watu ambao nimeona kwa Biblia na vile nimechunguza, hawawezi fika 10. Wale alifungua macho hii ya kiasi. Amen. Lakini alifanya kazi kuu yake mpaka kuwekwa msalabani,
ili macho ya roho ya watu wote ifunguliwe, na ndiposa alete mpango wa Mungu katika ulimwengu na kujidhihirisha kwetu na kujua mpango wa Mungu juu yetu. Amen. Na ukiwa hivyo, macho ya mwili yanaona mambo ya mwili, na mambo ya mwili yanaona, macho ya mwili inaona mambo ya mwili. Wakati wa nyakati za kale kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Elisha, na Elisha akawa na mtumishi wake aliyokuwa anaitwa Gehazi. Na wakati mmoja wakazingirwa na jeshi la Wafilisti, na Gehazi akatoka akaingia kwa nyumba akamwambia Elisha, kumejaa askari. Na akamwambia sasa tuko kwa shida. Vile tumezingirwa hatuwezi kujiokoa. Kwa sababu alipofungua mlango aliona jeshi kuu la Wafilisti. Na wakati alipotazama kwa macho ya kimwili na akaona sasa wameshindwa. Amen. Lakini wakati alipoenda kwa Elisha, Elisha akamwomba Mungu, akamwambia Mungu, sina ufungue huyu mtumishi wangu macho, ili akaweze kuona jeshi lile liliko upande wetu. Amen. Gehazi aliona askari wa kiasili na macho ya kiasili, kwa sababu macho ya kiasili yanaona kushindwa na yanaona kushindwa na yanahesabu ni wakina nani wako upande wetu, na inahesabu ni akina nani wako upande wa adui zetu. Hivyo ndio kazi ya macho ya kiasili. Na wakati sasa aliambia Elisha, na wakati alipotazama wale wanajeshi waliokuwa nje, macho ya kiasili ikamfanya apungukiwe na nguvu. Amen. Na Elisha akasema, sina basi Bwana, ufungue mtumishi wangu macho. Ni macho gani aliyopewa afunguliwe na alikuwa anaona wanajeshi na macho haya? Gehazi alikuwa anaona. Alikuwa na macho haya kiasi. Yale anaona kushindwa tu. Na ndiposa tukija kanisani hata ameni inakuwa kidogo. Kwa sababu ya vile tumebeba mambo yetu. Kwa sababu ya vile tumefinywa na wale wanajeshi wanatuzingira. Ni kwa sababu ya vile umezingirwa na shida nyingi kwako kwa boma. Na ukawa uko na mawazo mengi. Na unaona hakuna tumaini. Ukitazama kwa macho ya kiasi. Amen. Lakini tutaomba Mungu ili mkaweze kufunguliwa macho ya roho, na ili mkaweze kuona wanajeshi walio upande wenu, ya kwamba nyinyi hamuwezi kushindwa, kwa sababu yule alikufa kwa ajili yenu ako na nguvu ya kukutoa hata pahali huko. Amen. Amen. Yaani kuna mtu ambaye anakuangaza, ule ambaye anakuchunga na kuchunga mambo yako, kile kinakuzuia kupata ile usaidizi. Ni kwa sababu wewe huhesabu mambo kwa ajili ya macho ya kiasi. Amen. Na hiyo jeshi ilionekana ya mbinguni, basi ikawapigania na ikawashindania. Vile mtashindaniwa na Mungu katikati ya haya mambo mnapitia, katikati ya shida ile mlio nazo,
Ngai rogoso. Amen. Yesu ni maitho ma ngoro cia andũ. Basi akazeni roze, macho ya roze, Maũndũ marĩa makoragwo kũrĩa rĩera-inĩ. ili muone yale jeshi iko kule mbinguni. Paulo akĩaria akiuga atĩrĩ, Paulo akanena akasema atĩ kwĩ mũndũ wathiĩte igũrũ, ya kwamba kuna mtu aliyeenda na mbinguni mũndũ ũcio athiĩte igũrũ rĩa gatatũ. na yule mtu akaenda katika mbingu la Na tatu, maũndũ marĩa onire igũrũ rĩu na yale mambo aliona kule mbinguni ndetĩkĩririo kũmaria gũkũ thĩ. hakukubaliwa kuyanena huku kwa ulimwengu, Nĩ maũndũ matarĩ monwo, kwa sababu ni mambo hayajaonekana, matarĩ maiguo, ni mambo ambayo hajasikika, matarĩ matonya meciria-inĩ ma ni mũndũ. mambo ambayo haijaingia kwa fikira ya mtu. Paulo rĩ, Lakini Paulo acokire akĩaria akiuga nĩwe, akasema ni yeye hapo chini, na gũtirĩ kũndũ athiĩte, na hakuna mahali alikuwa ameenda, arĩ oro gũkũ, alikuwa huku kwa ulimwengu, no Ngai nĩatũmire athiĩ igũrũ rĩa gatatũ. lakini Mungu akamfanya aone mambo ya mbingu la tatu. Maitho macio monaga igũrũ rĩa gatatũ, Yale macho yanaona mbingu la tatu no maitho marĩa makoragwo thĩinĩ wa ngoro. ni macho yale yaliyo ndani ya roho. Maitho maya meragwo atĩ sky is the limit. Macho haya kiasi linaambiwa kule tunaona kwa mawingu ndio mwisho wa kuona, Tondũ warĩkia kũrũgama haha Kamũrai, kwa sababu ukisimama pale Kamurai waikia maitho wonaga mburu, ukiangalia kule juu unaona bluu, ũgagĩciria kũu nĩ mburu ĩkoragwo kuo. na unafikiria pale ni bluu inakuwa huko Wakinya juu, kũu ningĩ ũkona mburu ĩngĩ. lakini ukifika pale unaona bluu Tondũ ingine, maitho maya era makinyagia hinya wamo. kwa sababu ya macho kuna pale yanafikisha nguvu yake, Na angĩkorwo matingĩkinya na hau rĩ, na kama hayawezi kufika na hapo, kaba maitho marĩa meragwo nĩmo ma roho, ni afadhali yale macho sasa ya roho, rĩrĩa Paulo athire na mũkinya igũrũ. yale macho Paulo alienda nayo mpaka mbingu la tatu. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Ndege ici tuonaga, Hizi aeroplane tunazoona, pilot yaima wabici, pilot akitoka katika ofisi agucie kabagi karĩa gake athiaga nako ũguo, na aende na bagi yake ile anavuruta ahingũre kamũrango kau ka ndege, na afungue ile mlango ya ile aeroplane maikarĩre mahau marĩ erĩ, na kae pale. maticokaga kũhũthĩra maitho maya rĩngĩ. Kutoka hapo watumii haya macho ya kiasi. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Maticokaga kũhũthĩra maitho ma ndũire rĩngĩ. Hawatumii macho hii ya kiasi tena kuona pale panaenda, Roho waingĩra ndege ndaingĩra. lakini kwa sababu wakati ameingia kwenye ile aeroplane, Rĩu kumagia hau, kutoka hapo nĩ kwĩrwo rĩragwo mũthiĩre. ni kuambia atakuwa anaambiwa vile ataenda. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Ũguo wekĩra manyamũ marĩa mekagĩrwo matũ, Na anaweka zile headphones zile wanaweka kwa kichwa, marĩa mothe weka harĩa cockpit-inĩ. na anafanya yale mambo yote kwa ile mashini iko pale kwa cockpit. Kumagia rĩu akambia gũthikĩrĩria kĩrĩa rerwo. Kutoka hapo anaanza kusikiza kile anaambiwa, Nake mũtwarithia wa ndege ũrĩa woma, naye ule anaendesha ule pilot ule wa asili yule ako katika kule kwa control tower. wa control tower. Yes, Nĩwe wĩraga pilot, yeye ndio huwa anaagiza pilot, rĩu wĩkĩre ũndũ mũna, anamwambia ule rubani wa ile aeroplane vile atafanya, rĩu nĩ kũmbũka, na sasa ni wakati wa kupaa, kũmbũka na digrii cigana ũna. na utapaa kwa digrii kiasi fulani. Ũguo mũtũrĩre wa ndege nĩ kũigua arĩiguaga. Kwa hivyo kuendesha kwake kwa ile aeroplane, ule rubani ni kusikiza, atasikiza, Nĩ tondũ maitho make nĩ makinya mũico. kwa sababu macho yake imefika mwisho, Tondũ kũrĩa igũrũ guothe nĩ kũhanaine, kwa sababu kule juu mbinguni kunafanana, kule kunafanana, kule juu kunafanana kwa anga, gũtirĩ njĩra. hakuna barabara. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Kũrĩa gũtirĩ njĩra atĩ atwarithie ta ngari. Kule hakuna barabara ati aendeshe ile aeroplane kama gari huko. Yarĩkia gũthiĩ igũrũ rĩrĩ rĩa mbere, Nikishaenda katika hili bingu la kwanza, thĩ wa matu maya, kaa chini ya hii mawingu ya kiasili, gĩcoke rĩngĩ matu rita rĩa kerĩ. alafu ipite ile mawingu iende juu ya mawingu. Rĩu matu maya tuonaga, Kwa ile mawingu tunaona rĩu makoragwo me thĩ wa ndege na kũrĩa thĩ kũndũ kũraihu. huwa mtu anaiona ikiwa chini ya ile aeroplane ikiwa mbali sana. Ndege igeraga gũkũ na mũticigue kinya na matu maya. Hata kuna aeroplane zingine zinapitia huku na usisikia hata na masikio yako, Ci kũndũ igũrũ kũnene makĩria. kwa sababu ziko mbali sana kwenye anga. Ũguo ndangĩona na maitho maya. Kwa hivyo hawezi kuona na macho haya. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Na angĩkorwo mũndũ wa thĩ nĩarathondeka kĩndũ ta kĩu rĩ, Na kama mtu wa ulimwengu anatengeneza kitu kama hiyo, na tũgetĩkia ũguo rĩ, na tunaamini hivyo, tũkaima tũgathiĩ na ndege na tũgacoka, na tunatoka hapa na tunaenda na Ulaya na aeroplane na tunarudi, na tũgetĩkia pilot rĩ, na tunamwamini ule urubani, na nĩ ndege kĩbati rĩ, na ni mabati ile imetengeneza ile aeroplane, kĩbati kĩu na hiyo ni mabati imetengeneza. tũgetĩkia
na tunamwamini. Tunawezaje kukosa kumwamini yale ya roho? Yale Bwana ametunenea ya kwamba kuna jicho lingine na linaona mambo yakiwa mbali. Amen. Lilo jicho liko na ndiposa waliumba ile aeroplane kwa mfano wake. Amen. Sisi ndio tuko na lile jicho la kweli, lakini kwa sababu Shetani ni muongo, hataki sisi tujue ile siri, hataki tujue ile siri. Wakati mmoja Bwana akawapa watu 5,000 chakula, kwa sababu kuna kijana alikuwa na mikate 5 na samaki 2 na akawa na samaki 2. Yule kijana wakati zilizobarikiwa wakawa na wanaume 5,000 bila kuhesabu wamama na watoto. Amen. Na wakabakisha vikapu 12. Na Bwana akasema ziwekwe na ziwekwe vizuri. Wakati walipokaa tena akawapa wengine chakula, lakini wale walikuwa 4,000 na mikate ilikuwa 7, lakini samaki hazikujulikana zilikuwa ngapi, kwa sababu maandiko inasema ilikuwa samaki chache. Na wakati walipomaliza kula zikabaki vikapu 7. Amen. Na wakati wakawaambia na tuvuke bahari ya ziwa la Galili tuende upande ule mwingine, na wakiwa kule basi Bwana akaanza kuwafundisha, nao wakashindwa kuelewa vile alikuwa anasema, kwa sababu aliwaambia wajichunge dawa ya chachu ya Wafarisayo, na wakafikiria ni dawa ile inaitwa chachu, na wakaanza kufikiria ni kwa sababu hakuwa wamebeba mikate. Lakini Bwana akawakosoa, akawauliza, hata wakati huu hamjaelewa, na hata wakati hamjaelewa, kwa sababu mko na macho lakini hamuoni, mko na masikio lakini hamusikii. Lakini walikuwa naona wakiwa na macho ya kiasi. Ni macho gani yalikuwa nawaambia hawana? Ni macho yale yanakupatia ufafanuzi. Tuwe na wadada ambao wanajua kufafanua mambo. Tuwe na wazee ambao wanaelewa mambo. Tuwe na yuthi ambao inaelewa mambo. Amen. Akawauliza kwamba na hata wakati huu hamjawahi kuelewa, kwa sababu alikuwa ameona vile amewafundisha walistahili wawe na macho ya kiroho, lakini hawakuwa nayo, kwa sababu yale macho ya roho yanatusaidia kuelewa na kujua mambo. Nalo lile jicho ndilo linabeba ile maono. Unaona mzee amekaa na amepanga mambo yake, mwisho wa mwaka kwenda hapo na siku ya kuku, na anasema mwisho wa mwaka nataka hapa kuwe na boma la kuku, na unaona Baba Maora hiyo boma imejengwa na kigokeu wakiona maidhaini, na ile boma kwanza uliona kwa roho nokona vio uregagako, na unaiona vile itakuwa ikimalizika, ndio gaka wakora ugo wonete no gika, na utaona vile ulikuwa umeona kwa macho ya roho umejenga vile ulikuwa umeona, kioneki kiago neli idhoni uliana na hapo, kwa sababu ile maono
ni ile jicho ya roho. Amen. Tunaelewa. Tukikosa lile jicho, maundu maitu marameragwo makabere kuona kabere go maigaga ati ndona kabere, yaani macho yale watu unasikia wakisema huyu haoni mbele vizuri, ndarona kabere, haoni mbele vizuri, ndari na kioneki, hana maono. Ndivyo madhani yakuna nilio. Ndipo Yesu akafunuliwa Asio matona gani. ili wale ambao hawaoni batige na kioneki, wawe na maono. Na kioneki kitu kaketika kana na bane ne. Na maono yaandikwe kwa namba kubwa ama namba kubwa. Madhani toka ya gosi. Amen. Tumorua katanda. Sisi tuko sasa katika mwezi wa 6. Sasa tunaingia mwezi wa 6. Sinisani. Sunday tutakuwa tarehe 1. Bwana tu asifiwe. Yes. Tukina miezi mingi kinyadi Desemba. Tuko na miezi mingi mpaka Disemba. Ndio tike moto moja waandikira twali haa mwezi mwa pili wa mwaka. Kuna yale mambo ulioandika wakati tulipokuwa tunaanza mwaka. Ndio tile moto moja utarajia mbele yake. Kuna yale mambo unatarajia mbele ya Bwana. Hai motani namo. Mwenamo. Yes. Moto unatarajia mbele yake. Yale mambo unatarajia mbele ya Bwana. Moto moja waandikire. Yale mambo ulioandika. Leo mmoja wa mmoja wanaiga atiriri. Kwa hivyo siku ya leo mtakatifu anasema tukelimit usije ukajizuia. Bwana itoka ya goso. Amen. Tukekile gitereke yakwe kujifunga. Yaani tukaekwa hata tawe tawe nyiheti. Yes. Netodo wa monere wa maitho maya. Kwa sababu ya kuona na hii macho na jizuia mambo makuu. Last week ndio na kafaida. Yaani unasema wiki yote sikupata kitu. Nionaga pesa hizi. Ninaonaga pesa hii kwa wiki. Shukuru ni wa hizi. Na shule ninapeleka hizi. Bwana itoka ya goso. Bwana asifiwe. Ndio basi ameta kwa maitho ma mwili. Yale macho yanaitwa macho ya mwili. Ndio mataraga maodo tamasio. Ndipo inahesabu mambo kwa vile inaona. Ndio na mwadha ni alega ni kwa yale. Na hata wakati Mungu anasema atakuinua, wewe kila gajo kaliguo arakwera. Basi unakuwa na tashwishi, unashindwa atakuinulia wapi? Na mshahara wako ni wa 10,000. Na unasema mshahara wangu ni wa 10,000. Nyumba ni 2,000. Na ninalipa nyumba 2,000. Shukuru neno na hiyo nisi. Na shule ndio hii, chakula ndio hii. Kogioka atia. Yaani ninawezaje? Benki yako yako na 3,300. Banki yangu iwe na 300,000. Watalitoka yako. Amen. Metokea wegera kwa kwezi yako kwene. Hizi gari zinapita huku unasema zinaenda kwa bomba za wenyewe. Ukigera kunigeza kwa kuikire gari. Utakujaje ili niwe na yangu? Watalitoka yako. Amen. Modo le watu na haya kalia inene. Yule mtu aliyekaa katika ile ziwa ya Bethsaida. Ndio ni mwadhalika ndiye kwa kuhoniole. Alipoulizwa na Bwana kama anataka kuponywa. Aigire ati wedene modo wako motonyia mai. Alimwambia Yesu, sina mtu wa kunitupa ndani ya ziwa wakati maji imechemka. Modo no jira yetu. Kwa sababu alitua tu njia moja. Watalitoka yagoso. Amen. Ugo no na endelea wero modo makuni megutherema. Hivyo ndivyo hata ukiambiwa mambo yako yatakuwa sawa. Unutakia kuma kwa yuna gwaguka. Huwa unaanza kuhesabu kutoka kwa mababu zenu. Odosi okehotekeka atia. Na unaanza kuuliza hilo jambo linaweza timia aje? Ibrahimu akiugaterere. Ibrahim akasema, ikigate mwana ni mukuru. ninawezaje pata mtoto na mimi ni mzee? Ona mutumia akiagitheka. Na hata bibi yake akacheka. Odo maitho maria monaga maundu ma mwirire. Kwa sababu macho yale anaona mambo kwa kiasi. Onete ale gukinya mwisho. Ilikuwa imeona wamefika mwisho. Lakini ile jicho ya roho, ile Roho Mtakatifu anasema muangaze. Yeye haizuii na miaka, haizuii na familia, na haizuii na kile unapopata kila mwezi. Ile jicho linaenda kwa maono. Kwa hivyo ongezeni maono kanisa. Amen. Na hata wakabura akasema ya kwamba pahali tuko sio tulikuwa tumeitwa. Hata hapa sio ambao tunaenda, ni kwenda tunaenda ili tukaweze kufika pahali Bwana anapenda. Bwana anapenda kufika wapi?
mwoneki ni katika maono na ritho rĩrĩa na lile jicho la roho. Mwathani tu Ngai agocwo. Amen. Esau na Jakubu na Yakobo marĩ a nyina ũmwe walikuwa ndugu, na hĩndĩ ĩmwe ithe akĩenda kũrathima Esau, na wakati mmoja baba yake yao akakusudia kubariki Esau, no gũgĩthũkana akĩrathima Jakubu, lakini mambo ikaharibika, akambariki Yakobo andũ ha Esau. badala ya Esau. Hĩndĩ ĩyo amũrathimaga rĩ, Wakati alipokuwa na mbariki, maitho make nĩmatigĩte kuona. maandiko inasema macho yake ilikuwa hayakuwa inaona. Mwathani tu Ngai agocwo kanitha. Amen. Maitho make mationaga. Macho yake haikuwa inaona. Na ũguo rĩrĩa ahutirie Jakubu rĩ, Na wakati Isaka alipoguza Yakobo, akiuga atĩrĩrĩ, akasema, kaĩ ndĩraigua guoya ona ta wa Esau ĩ, ninasikia manyoya ni kama ya Esau, no mwarĩrie rĩ, lakini msemo kaĩ nĩ ta wa Jakubu ĩ. ninasikia kama ni ya Yakobo. Mwathani tu Ngai agocwo. Amen. Tondũ maitho make mationaga, Kwa sababu macho yake haikuwa inaona, na agĩkorwo ndarĩ na ritho rĩrĩa rĩa thĩinĩ, na akawa hakuwa na jicho lile la ndani. Mwathani tu Ngai agocwo. Amen. Tondũ korwo nĩ na ritho rĩa thĩinĩ Kwa rĩ, sababu kama angekuwa na lile jicho la ndani, marĩkia gũthũka rĩ, hata hao ya nje ikishaharibika, thĩinĩ rĩ, jicho la ndani nĩrĩngĩamenyire ũyũ ti Esau nĩ Jakubu. lingejua huyu sio Esau, ni Yakobo. Ũrakonirwo nĩkĩ? Kwa nini ulidanganywa? Wahenirio au warĩ nĩkĩ? Ulidanganywa pale ulikuwa kwa nini? Yesu asifiwe. Amen. Nĩkĩ maũndũ maku wathire ũkoragwo tiguo wecirĩtie? Kwa nini mambo yenu inaenda inaharibika? Nĩkĩ ũraiga atĩ ndiũĩ nĩ ũguo? Kwa nini unasema sikuwa najua ni vile? Yesu asifiwe. Amen. Na nĩkorwo Mwathani atũhe maitho macio ma na thĩinĩ. Na basi na Bwana atupe yale macho ya ndani, Nĩgetha ona arĩa matwĩcirĩria maũndũ moru rĩ, ili hata wakati watu wanatuanza mabaya, ithuĩ tũgathekaga tu. sisi tuwe tunacheka tu, Ũkamũũragia atĩrĩrĩ, na unamuuliza ya kwamba ũreciria ndiramenya ũrĩa kũrĩ. unafikiri sijui vile mambo iko, Ũreciria ndiramenya unafikiri sijui, tondũ wĩna karitho ka kwa sababu uko na jicho la ritho roho, rĩngĩ rĩa ngoro. uko na jicho lingine la roho. Nawe Jakubu hĩndĩ ĩrĩa maitho morire, Lakini wakati Esau macho ilipopotea, naye Jakubu wakati macho yake ilipotea, Yakobo idanake make moli kama hivyo moli. akũra rĩ, Wakati alipozeeka, we nĩ arĩ na ritho rĩa thĩinĩ, yeye alikuwa na jicho la ndani, na Jusufu akĩmũrehera ariũ ake na Yusufu akamletea vijana wake wawili akĩmera marathi. ili akaweze kuwabariki. Jusufu akĩrehe ũrĩa mũkũrũ guoko nĩ kuorio, Yusufu akalete yule alikuwa wa kwanza kwa mkono wa kulia, na ũcio ũngĩ guoko, na yule mwingine Manase akamlete upande wa kushoto, tondũ ũrĩo nĩ kuga nĩ kĩrathimo kĩingĩ, kwa sababu upande wa kulia ndio uko na baraka. rĩu endaga ũcio arathimwo. Alikuwa anataka yule abarikiwe. Tondũ Ngai agocwo. Amen. No we Jakubu rĩ, Lakini yeye Yakobo agĩhaicĩria moko, akapitanisha mikono hivi, ũguo mũno ũgĩthiĩ kũrĩ ũtekwenda. kwa hivyo huku kwa kulia kukaenda kwa yule ambao hawakuwa anapenda, Yusufu akĩmwĩra aca baba, naye Yusufu akaenda kumwambia hapana, sio hivyo baba. nake atekuona rĩ, Naye Yakobo kama haoni, akĩmwĩra we, akamwambia wewe, nĩnyonete haja. nimeona pengine hapo mbele. Acio me ritho rĩa na thĩinĩ, Wale ambao wako na jicho la ndani makĩhũthagĩra maitho maya ma ndũire, hawatumii haya macho ya kiasi. Mwathani tu Ngai agocwo. Amen. Mahũthagĩra maitho ma nakũu thĩinĩ, Wanatumia macho ya ndani, na wona morio maigaga atĩrĩrĩ, na wakiulizwa wanasema nĩnyonete hangĩ. nimeona pahali pengine. Mwathani tu Ngai agocwo. Amen. No twĩrirĩrie kũgĩa na ritho rĩu. Sina basi tutamani sana kuwa na lile jicho. Mwathani tu Ngai agocwo. Amen. Andũ arĩa matarĩ etĩkia rĩ, Wale ambao hawajaamini Yesu, kũrĩ kũrĩa magĩraga ritho rĩu. kuna kule wanaenda kutafuta jicho lao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nĩgetha atĩ monage na makamenyaga maũndũ marĩa marĩ mbere. Ili wakaweze kuona na wajue mambo yale yaliyo mbele. Nĩ kũgatha Ngai. Lakini nitamshukuru Tondũ Mungu kũhĩtũkĩra Kristo rĩ, kwa sababu kupitia Kristo nĩonanirio nĩgetha athondeke maitho macio ma ngoro ciitũ. alifunuliwa ili akaweze kutengeneza macho ya roho zetu, Tũgĩage na ritho rĩu. ili tukaweze kuwa na lile jicho, Ĩogwanagĩrwo nĩ maũndũ oro ũguo. na tusije tukadanganywa na mambo, Wona maũndũ moka nĩũriugaga atĩrĩrĩ, na mambo yakija utakuwa unasema niĩ nĩnyonete hangĩ. mimi nimeona pengine. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Bwana asifiwe. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrokumio. Amen. Maitho ma mwĩrĩ Macho ya mwili monaga
lakini Mungu ni mwema. Ila Yesu okire. Wakati Yesu alipokuja, Makiambata kule iguru kilima-ini. Wakapaa katika yule mlima. Tena aruto wake. Wakiwa na wanafunzi wake. Na ambaye na aruto atatu. Na walikuwa na wanafunzi watatu. Wale Yakobo. Walikuwa na Yakobo, na Peter, na Petro, na Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makinya kilima iguru le. Na wakati walipokuwa kwa ule mlima, nake Elija niokire. Naye Elia akaja. Na Musa niokire. Na Musa akaja. Nake Peter akiuga atiriri. Naye Petro akasema, ate kotakitaka twake ithono ithatu. Si basi tukubalie tujenge vibanda vitatu. Githono kia Musa, kibanda cha Musa, na kia Elija, na kibanda cha Elia, na giaku, na kibanda yako. Mwathani Ngai agoco. Amen. Na maandiko inasema, nao Biblia imesema, ati wakati walipopakwa ule mlima, Petro alitambua Musa na Elia. Bwana wetu asifiwe. Amen. Aliwajuaje na hawakuwa wakati waliokuwa kwa ulimwengu? Amen. Musa alikuwa ameenda mbeleni. Na Elija alikuwa tena. Na hata Elia alikuwa ameondoka zamani. Lakini wakati walipokuja kwa yule mlima, Petro aliweza kuwatambua. Aliwajua kwa jicho gani? Alitumia jicho gani? Alitumia jicho gani? Bwana wetu asifiwe. Amen. Utakuwa unajua hata mambo yaliyo mbali. Utakuwa unajua mambo hata hayako kwa nyakati hizi. Amen. Kwa sababu na jicho lile la roho, ile linaona mambo ambayo sio hata ya leo. Ile jicho linaona mambo yaliyokuwa, na linaona mambo ya leo, na linaona hata maono ya mambo ambayo yatakuja. Na hilo jicho likija katika hili madhabahu, basi tutakuwa tunaenda na mwenendo mpya na mkuu. Amen. Bwana akishakuja, akafungua watu wengi macho. Akafungua watu wengi macho. Katika Mathayo tija utaenda usome 27 mpaka 30. Kuna wazee wawili alifungua macho. Amen. Na walimwambia hao wanataka tu kuona. Na katika Mathayo 12 pia kuna kijana hapo anaona na hapo anatembea. Na kwa hivyo alichukuliwa akapelekwa na watu wao mpaka kwa Yesu. Na ndio walimwambia Yesu, tunataka huyu mtu wetu aweze kuona. Na kuna wengine wawili walikuwa kando ya barabara. Amen. Na kuna mwingine alikuwa anaomba pesa akiwa kando ya barabara. Na katika kitabu cha Luka 7:21 hiyo tutasoma ili tukaweze kutamatisha wale wote ambao waliofunguliwa macho. Amen. Bwana asifiwe. Tutasoma katika Luka 7 aya 21. Thĩinĩ wa Luka 7:21. Na oyo akĩhonia andũ aingĩ mĩrimũ yao na ndwari iria cia maturagia mwĩrĩ, akĩingata ngoma njũru ciume andũ, ona agĩtũma andũ aingĩ atumumu macoke kuona. Bwana asifiwe. Wakati Yesu alipoanza huduma yake, amen, basi tuache kusoma tusikize,
tuone gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte agoka, ili tukaweze kuona kusudi lile lililomfanya kuja. tũhĩrĩrio nĩ hĩndĩ ĩrĩa Johana Mũbatithania nake marĩ na arutwo, o mũndũ ena arutwo ake. Kwa sababu ni wakati Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza watu, na yeye na Yesu kila mtu alikuwa na wanafunzi wake. Natonya itũũra rĩa Naini, Na wakati alipoingia katika jiji la Naini, akĩanjia kũruta ngoma thũku, akaanza kutoa mapepo machafu, akĩanjia kuohora andũ, akaanza kufungua watu. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Ona akĩambia konia itumumu cigĩcoka kuona, Na akaanza kuponya hata vipofu wakaanza kuona. Bwana wetu asifiwe. Amen. Na hau nĩho Johana atũmanire kwĩ Jesũ, Na pale ndipo Yohana alitumana kwa Yesu, akĩũria kana nĩwe Mesia kana meterere ũngĩ. akatumana kuulizwe kama yeye ndio Mesia ama wangojee mwingine. Nake Jesũ akĩmera thiĩ mũmũcokerie atĩrĩrĩ, Naye Yesu akamwambia, nendeni mjibu hivi, itumumu nĩ irona, vipofu wanaona nacio thĩ nĩ iretwa, na viwete zinatembea. nĩ gũtaũkwo atĩrĩrĩ, Hivyo ni kusema ya kwamba ũrĩa warĩ oke eke ũguo thĩinĩ wa Luka 4:18 yule aliyekuwa kuja afanya hivyo katika pale tulisoma Luka 4:18, nĩambĩtie wĩra wake. yeye ameanza sasa kazi yake. Ũmwe nĩekĩrirwo agĩturwo mata maitho Mwingine akatemewa mate, akawekwa macho na akĩanjia kuona. na akaanza kuona. Ũngĩ akĩrwo thiĩ ũgethambe. Mwingine akaambiwa aende akaoge katika ziwa. Bwana wetu asifiwe. Amen. Na ũguo mahonagio na njĩra itiganĩte. Kwa hivyo wengi waliponywa kwa njia tofauti. No ũyũ wekĩrirwo mata maitho-rĩ, Na huyu alipowekwa matope ya mate ya Yesu kwa macho, oririo kana nĩ ũrona andũ akiuga na andũ mahana mĩtĩ. yeye aliyosema anaona lakini haoni vizuri. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Kwa hivyo ni kusema nĩoĩ mĩtĩ. alikuwa anajua miti. Bwana wetu asifiwe. Amen. Na nĩ kuuga nĩoĩ andũ. Na alikuwa anajua watu. Ũguo ũcio nĩ mũndũ worĩte maitho aya mũnene. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa amepoteza macho akiwa mtu Mwathani mkubwa. Ngai agocwo. Amen. Nĩkũrĩkia ndĩrarĩkia. Nikumaliza sasa, tunamalizia. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Ũcio ũrĩte maitho ake. Huyo alipoteza macho akiwa mtu mkubwa. Marĩtie makaiga atĩrĩrĩ, Lakini kuna maandiko imesema atĩ kũrĩ mũndũ warĩ mũtumumu kuma gũciarwo gwake, ya kwamba kuna wengine waliokuwa kipofu tangu kuzaliwa, na hĩndĩ ĩrĩa acemanirie na Mwathani-rĩ, na wakati alipokutana na Yesu, ekĩrwo ndaka maitho, akĩrwo athikaria gaciro wako. wakati alipowekwa ile matope kwa macho, akaambiwa aende akanawe macho katika ziwa la Siloamu. Siloamu nĩ kuuga gũtũmwo. Na Siloamu ni kusema ni kutumwa, Nake agĩathĩka. naye akatii. No nĩmoririe atĩrĩrĩ, Lakini waliuliza, mũndũ ũyũ ndarĩ ona kuma gũciarwo, huyu mtu hakuwa ameona tangu kuzaliwa? nĩ mũciari wake wahĩtĩtie, Ni mzazi wake alikosea, kana nĩ nyina wao, ama ni mama yao, kana nĩwe wekĩte ũũru? ama ni yeye alikuwa amekosea? Mwathani agĩcokia akiuga Lakini atĩrĩrĩ, Bwana akajibu akasema, ti nyina kana aciari ake kana we, sio wazazi wake ama yeye, no nĩ gwekĩkĩte ũũ nĩgetha mawĩko ma Ngai makambarara. lakini wakasemekana kulifanyika hivi ili mambo ya Mungu mahali makuu iweze kudhihirisha. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amen. Na ũguo-rĩ, Na hivyo ũcio ndonete mbere ĩyo, huyo hakuwa ameona hapo mbele, akĩrwo athiĩ Siloamu agĩthambe maitho. akaambiwa aende Siloamu ili akanawe macho. Na acoka kwao-rĩ, Na wakati aliporudi kwao, makĩanjia kuuga atĩrĩrĩ, na wakaanza kusema, ũyũ nĩwe, huyu ndiye, agatiwe. sio yeye. Nĩho rwĩmbo rũrĩa mũinaga rwaini. Na hivyo hapo ndipo ile wimbo mnasema Agatiwe, akatiwe, ndipo pale hiyo wimbo imetoka pale. Nowe akĩmera nĩ niĩ, Na kile akawaambia ni nĩ nini? niĩ itaronaga, Ni mimi sikuwa naona, nĩngemanĩtie na Mwathani. nimekutana na Bwana sasa na naona. Marĩkia kũhingũrwo, Kwa macho yakishafunguliwa, Mwathani arĩ njĩra ya kũmathondeka. Bwana kuna ile njia anatengeneza yale macho. Kwĩ mũndũ egũthondeka ndagĩka ĩyo, Kuna mtu anatengeneza wakati na huo, kwĩ mũndũ ekwĩra thiĩ ũgethambe. na kuna mwingine atawaambia enda ukanawe. Mwathani tu Ngai agocwo. Amen. Nĩtwarithie. Amen. Nĩtwarithie. Yes. Tondũ tũraria ũhoro wa rĩrĩ, Kwa sababu tunanena juu bata wa maitho. kusudi la macho. Bwana wetu asifiwe. Amen. Unakĩara bata wake. Kusudi la macho. Nĩmwawona. Yes. Nĩ mwona bata wa maitho. Mmeona kusudi la macho? Kĩndũire Kiasili na kĩroho na katika kiroho na wĩra wa maitho na kazi ya macho kĩroho. na ya kiroho. Bwana wetu asifiwe. Amen. No rĩrĩ, Lakini
Mwathani atucũthĩrĩria rĩ, Bwana akitutazama nĩarona tũpungukĩirwo nĩ muonere witũ. anaona tumepungukiwa na maono yetu. Namo maitho rĩ, Nao macho mathũkagio nĩ kĩ? inaharibiwa na nini? Kĩndũ ile tugire atĩa? Kiasi tulisema nini? Mathũkagio nĩ ũtheri, Inaweza kuharibiwa na nuru, nĩ kiasi mwĩngĩ, inaweza kuharibiwa na magonjwa, nĩ bombe, inaweza kuharibiwa na pombe, maũndũ maingĩ. ni mambo mengi. Namo maitho ma roho rĩ, Nao macho ya kiroho mathũkagio nĩ kĩ? inaharibiwa na nini? Asifiwe. Amen. Mathũkagio nĩ rĩrĩ, Inaharibiwa na mũtikiuge hii nĩ mwĩre. yes. Mathũkagio nĩ Deuteronomy 16:19. Inaharibiwa na kitu ambacho kimeandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati Omere pa 16:19. katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati Maitho mathũkĩtio 16. mũrimũ ũcio. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16 Yes, Deuteronomy 16:19. aya ya 19. Deuteronomy 16:19. Tutasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16 aya ya 19 ndio tuone kile kinachoharibu macho. 19 Yes. Aya, maandiko moigĩte atĩrĩrĩ, ndũkanahotomie ciira na ndũkanathuranie ũrĩa andũ matariĩ kana wamũkĩre ihaki, nĩgũkorwo ihaki nĩrĩo rĩtũmaga maitho ma andũ arĩa oogĩ matuĩke matumumu, Thomere rĩngĩ narĩo nĩrĩo rĩtũmaga ciira wa andũ arĩa athingu ũhotomio ũthũkio. ndũkanahotomie kĩhoto. Basi tutasoma tena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16 aya ya 19. Ndũkanahotomie ciira na ndũkanathuranie ũrĩa andũ matariĩ, kana wamũkĩre ihaki, nĩgũkorwo ihaki nĩrĩo rĩtũmaga maitho ma andũ arĩa oogĩ matuĩke matumumu, narĩo nĩrĩo rĩtũmaga ciira wa andũ arĩa athingu ũhotomio ũthũkio. Kanisa. Mwakia. Kanisa. Ngai akunie. Amen. Twambe tuone bata wa maitho. Basi kwanza tuliona umuhimu wa macho. No twacoka tuona kĩrĩa gĩthũkagia maitho. Na pia hiyo neno tunaona ile inaharibu macho. Atĩ nĩ ũndũ wa kũhotomia kĩhoto kĩrĩa gĩtarĩ hinya. Kwa sababu ya kupunguza haki ya watu na kũrorania andũ na kuangalia watu vile walivyo kiasi. Mwathani agocwo. Amen. Wacoka watwĩra atĩ kĩhoto, watwĩra atĩ ihaki na kuoya ihaki na kuchukua hongo, tondũ ihaki nĩrĩhotomagia maitho. kwa sababu kuchukua hongo inafanya uwe kipofu. Bwana wetu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na gũthũkia njata ya andũ arĩa oogĩ. Na inaharibu nuru ya wale wenye hekima. Bwana wetu asifiwe. Amen. Nĩmuona kũrĩa maitho marorĩra. Tunaona pahali macho inapotelea. Umeanza kuona kũrĩa maitho morĩra. Umeanza kuona pahali macho imepotelea. Tumebata ũguo. Hata kama macho ni ya muhimu sana. Ndio kuangalia kĩhoto. Kama wewe unapuuza haki ya watu, Hapo ndio unanagia tu. na kama wewe unaheshimu watu kwa ajili ya vile wako kiasili. Amen. Huyu unamfanya awe mzuri kuliko huyu, naye huyu unamfanya awe mzuri kuliko huyu. Kama vile Yusufu alikuwa anataka kufanya. Alikuwa anataka huyu abarikiwe. Na ulia ale na lile itume uhoro wa gutiana na maothe. Wamama Bwana asifiwe. Amen. Pokeeni hii ni yenu. Amen. Waya yuko ile ya juu. Amen. Ate kwa sababu mtoto huyu wangu wako na pesa na ako na nguvu na yeye ndio mdogo kwangu, ule ambao ni wa kwanza ambaye anafanya kazi ya kubarua, na huyu mdogo akikuja na gari kama ile ya George ama kama ile yangu, unaona sasa ule mkubwa anaambiwa enda pale utoe makaa kwa ile gari ya ndugu yako ambaye ametuletea. Enda utoe makaa kwa ile gari. Msije mkawa mnapuuza haki ya watu. Na tutasoma tena. Aya 19 ndio mshika kabisa. Ndũkanahotomie ciira na
ndukanathuranie uria andu matariĩ kana wamũkĩre ihaki nĩ gũkorwo ihaki nĩrĩo rĩtũmaga maitho ma andũ arĩa ogĩ matuĩke matumumu. Ihaki nĩrĩo rĩtũmaga maitho Hongo ndio linafanya macho ũrĩa mũũgĩ. Wewe ulikuwa mtu mwenye hekima, Ndio lakini hakuna kitu sasa unajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ihaki nĩrĩo rĩtũmaga hongo ndio linafanya na ihaki ile macho ipotee. Na hongo ndio tukiona ile tunayaga muzikani 50 sio tu kusema tu ile tunapatia watu. Ihaki ndio yalie tukisema mambo ya hongo iko na upana wake, tulioka kuumira kihoto, kwa sababu hongo linakuja kufunika haki ya mtu, lioka kudhokia maondo, linakuja kuharibu mambo, naguo uge wa mundu mugi, nao hekima ya mtu ikora inapotea kwa ajili ya hongo, akatuka gitumu na anakuwa kipofu. Ogwo tutuikite gitumu. Kwa hivyo watu wamekuwa vipofu, ni todo wa maundu tamasio, tumekuwa vipofu kwa ajili ya mambo kama haya. Tukaia goso. Amen. Isaia 56 ni guthoma na huko kwa kinya no ikathomera nini. Na Isaya 56 utaenda usome katika Isaya 56 ama 55 na aya 56 aya ya 10. Isaya 56. Yes. Aya. Tuko na Isaya 56 aya ya 10 na pale tutasoma, tutaenda kumaliza hapo pengine. Aya ya 10 maandiko inasema haya, arangeri ake ni atumumu nao othe matiri undu moĩ, acio othe matarie ta ngui itaragia ikaremwo nĩ kũgamba, matũire marotaga makomete thĩ, nao othe no kwenda mendaga gũcũnga makome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaigwa ukaandika watchman. Unasikia unaandika mtu kadorai unaandika watchman, unaandika ona kutua. Amen. Ukaandika watchman, unaandika watchman nikata ikarito ili akaweze kulinda boma yako, aikalie mlango na ili akaweze kulinda lango lako. Mwadhani toka ya bosi. Amen. No maandiko makairate, lakini hapo maandiko imesema ati arangeri aitora leure, ati wale walinzi wa lile jiji ni atumumu, hawana macho, ni vipofu. no waandike wewe mundu tona katika watchman. Unaweza kuandika watchman kwako mtu ambaye ni kipofu, menya nake mukora ageuka, atajuaje wakora wakikuja? Na ni atukire gitumumu, na hapo maandiko imesema amekuwa kipofu. Mwadhani toka ya bosi. Amen. Arangeri yani walinzi, murangeri to watchman. Walinzi sio tu wale wanachunga boma. Wewe murangeri wa gwaku muciĩ, wewe ndio mlinzi wa boma yako. Mwadhani toka ya bosi. Amen. Wanakuwa wewe murangeri wa gwaku, ndugu, wewe ni mlinzi wa boma yako. Ona mundu mwenye wewe okero ni Ngai, wewe murangeri wamo, na hata yale Bwana amekuaminia wewe ndio mlinzi wa yale mambo. Ndata cia Ngai ni murangeri ake gogona, na hata nyinyi watumishi wa Mungu ndio walinzi wa madhabahu. Mwadhani toka ya bosi. Amen. Na murangeri akituka gitumumu, na yule mlinzi akiwa ni kipofu, ona mekora yegoka igethakaga, hata wale wakora watakuja wakicheka, kwa sababu akikaa hivi na macho imefungika, yani mikora itapita tu hapo nyuma, kwa sababu mlinzi hawezi kuwa kipofu. Lakini maandiko inasema walinzi wa jiji zenu ni wapofu. Na aya 11 inasema ya kwamba wanakaa kama mbwa ambao hawajui kupiga pea ama kuwika. Amen. Yani kazi yao tu ni kuzinzia, na pale hapo kumeenda sana, ate wakizinzia wanalala kabisa. Amen. Mtu ambaye amezinzia na amelala kabisa. Unajua mtu ambaye anapiga ile kelele ya usingizi, kweli hata kutaka kulala karibu na yeye kwa sababu ya ile kelele. Yani yule mtu ananongona, haoni ni kipofu. Haoni ni kipofu, yako kwa usingizi, na mbaya wote anapiga ile kelele ya kungorota.
Ugo mundu eja. Kwa hivyo mtu akiwa nje Nĩarahota gũthima gĩthimi gĩa toro ũrĩa ũkomete. anaweza kupima ile usingizi ambao umelala. Tondũ kinya nĩ ũrangorota. Kwa sababu ile kungorota atapima asikie kiwango. Bwana wetu asifiwe. Amen. Nĩkĩo ndungata cia Ngai cia Na ndiposa watumishi wa Mungu wako hapa nĩmamenyaga mũndũ ũrangorota. wanajua kiroho mtu ambaye anangorota. Kĩroho-inĩ nĩmamenyaga ũyũ nĩ toro. Na kirohoni wanajua huyu mtu ambaye ana snore ni usingizi. Ona ti toro mũtheri. Na hata sio usingizi mtupu. Nĩ nginya kũngorota. Ni mpaka kusnore. Hiyo inaitwa snoring kwa Kizungu. Amen. Rĩu tũkwamba tũthondekwo tũtige kũngorota. Basi tutatengenezwa tuache snoring Tũtige toro. na tuache usingizi. Bwana wetu asifiwe. Amen. Tuote ningĩ tũthondekwo maitho. Na tutengenezwe macho yetu. Bwana wetu asifiwe. Amen. Tutuĩke arangĩri kũna. Na tuwe yani walinzi kweli. Mekũrangĩra maũndũ na njĩra njega. Wale watu watalinda boma vizuri. Rĩu rĩ, Sasa nĩtuona maitho me bata. tumeona macho ni ya muhimu sana. Nĩtuona mathũkagio nĩ ki. Na tumeona inaharibiwa na nini? Wathiĩ gũthoma mũcigo mĩa Korinthi 2:14. Utaenda usome Akorintho wa kwanza 2 aya ya 14. No maandĩko thĩinĩ wa Isaia makega makaria ũhoro wa Kristo nĩ ũtheri witũ. Lakini maandiko imesema katika kitabu cha Isaia Kristo ndio nuru yetu. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Rĩu rĩ, kanitha-rĩ, Sasa kanisa nĩtũmenya bata wa maitho. tumejua haja ya macho Nĩguo kanitha. ama faida ya macho Nĩtwamenya mathũkagio nĩ ki. na tumejua inaharibiwa na nini. Bwana wetu asifiwe. Amen. Rĩu tũtigĩtio kĩndũ gĩkĩ Tumebakiza tu kitu kimoja. mathondekagwo. Inatengenezwa ama inatibiwa namna gani? Mwathani Ngai agocwo. Amen. Nĩmũka kũmenya mathondekagwo atĩa? Mnataka kujua inatibiwa namna gani? Mwathani Ngai agocwo. Amen. Pastor nĩtũthomete kĩrĩndĩ. Basi tusome pahali tunaambiwa vile inatibiwa Thomere Isaia 39:18. katika Isaia 29 aya ya 18. Ndio tumire ngapi? Tuone ile Ndio dawa maitho. 29 Isaia 29 aya ya 18. Tuone vile macho inatibiwa. Isaia 29 mwaka 18 maandiko mekuga atĩrĩrĩ, mũthenya ũcio rĩ, andũ arĩa morĩte matũ nĩ makaigua mohoro ma ibuku, onamo maitho ma atumumu matige kuona, na mairia ona nduma. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Bwana wetu asifiwe. Yes. Tuthomere rĩngĩ. Haya. Mũthenya ũcio rĩ, Mũthenya ũcio andũ arĩa morĩte matũ nĩ makaigua mohoro ma ibuku. hau nĩ wega pastor. Yes. Atĩ mũthenya ũcio rĩ, Yaani siku hiyo, mũthenya ũmũthĩ, siku ya leo. siku ya leo. Yes, ũmũthĩ. 25 kana 24. Yes, 25. 24. Yes. 25. Yes. Mũthenya ũcio rĩ, Siku ya leo, andũ arĩa matonaga rĩ, wale ambao hawaoni, mataiguaga sorry. wale ambao hawasikii ni viziwi, Nĩ makaigua watasikia gũgĩthomwo maũndũ maingĩ. maneno yakisomwa katika kitabu. Andũ arĩkũ? Wale ni wagani? Arĩa mataiguaga. Wale ambao hawasikii, Atĩ mũthenya ũcio wa 25 rĩ, ya kwamba ile siku ya leo, andũ acio mataiguaga rĩ, wale ambao hawasikii nĩ makaigua maũndũ ma buku watasikia mambo ya kitabu yakisomwa. makaigua naki. Watasikia na nini? Na Yesu asifiwe. Amen. Na matirĩ matũ. Na hawana masikio. Mũndũ ũtarĩ matũ ndaiguaga. Mtu ambaye hana masikio hawezi sikia. No mũthenya ũcio rĩ, Lakini hiyo siku, atĩ buku yathomwo rĩ, yaani kitabu kikisomwa, andũ acio mataiguaga nĩ makaigua. wale watu ambao hawasikii watasikia. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Nao arĩa twĩre acio angĩ, Haya. Ona mo maitho ma atumumu matige kuona ta mairia ona nduma. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Tondũ nĩ kũrĩ andũ monaga maũndũ ta mairia. Kwa sababu kuna watu wanaona giza. Ũguo monaga andũ mahana mĩtĩ. Oh, wanaona watu kama ni miti. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Nĩkĩo ũthiaga rĩngĩ ũkĩmarangaga. Ndiposa unaenda ukikanyaga watu. Nĩkĩ kĩranga githĩ ti mahiga? Ni Ti mahiga marangagwo ta gũkũ. sisi mawe tunaenda kukikanyaga. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Na njiguaga rĩrĩ tũmakiuga atĩrĩrĩ. Na ninasikia ndugu na wadada wakisema Mũndũ ũcio nĩ anangĩte. huyo mtu amenikanyaga sana. Ona athuri
ni maigago. Hata wazee huwa anasema hivi. Atia mundu ucio. Hata yule mtu amenikanyaga sana. Nimekutuma kwake. Ati usakukanyaga. Asije akanikanyaga tena. Bwana wetu asifiwe. Amen. Mundu ucio kinyaga nagari. Yule mtu ambaye anakanyaga watu. Maitho make matikorogo memega. Macho yake hayako mzuri. Ni ucio wonaga miti ehana andu. Ni yule anaona watu kama miti. Mwathani Ngai agocwo. Amen. Uguo nangirwo thi agateme miti ri. Kwa hivyo hata akiambiwa aende akakate miti. We no athire gutema andu. Anaenda kwenda kukata watu. Ndio matemaga andu. Na ndiposa wanakata watu. Ucio ni ugwati. Na wale watu ni hatari. Mundu ucio hutitio ria mbere. Ukisikutana na yule mtu ambaye ameguzwa mara ya kwanza tu. Tondu onaga marunduru. Kwa sababu anaona giza. Na Roho Mtakatifu akasema kwa wimbo. Yatema niguze tena Bwana. Ili nisije nikaona giza. Ili nikaweze kuona vizuri Baba. Ndiposa nione hata ile nchi natamani. Amen. Tunakanyaga wengine kwa nini? Kwa sababu inastahili tuguzwe mara ya pili. Ili unione kama ndugu. Na mimi nikuone kama dada. Kwa hivyo siwezi kukukanyaga. Na siwezi kukuchokoza. Na siwezi kukuambia vibaya. Kwa sababu upendo ni mwingi. Lakini kwa sababu nimeguzwa labda mara ya kwanza. Na ninaona giza. Ndiposa huoni vizuri hata barabara huoni vizuri. Unaenda ukikanyaga watu. Amen. Na labda hata usemi sorry. Amen. Ati wakati huo tukishasomewa kitabu. Sasa neno la Mungu. Mpaka wale ambao hawasikii watasikia. Na wale ambao hawaoni wataona. Ni kwa ajili ya neno la Mungu liishie. Na kwa vile mmesomewa. Na kwa vile tumesomewa. Maandiko inasema siku ya leo. Wale ambao hawasikii watasikia. Na wale wanaona giza. Basi wataona mambo kwa ufafanuzi wake. Amen. Kwa hiyo ile dawa inarudisha taratibu macho. Ni neno la Mungu. Na Kristo yeye mwenyewe. Amen. Akishakufa. Na wakati alipofufuka. Akaenda Emau. Na wakiwa kwa safari. Mitume wawili. Wanafunzi wake wawili wakaenda wakisema. Ya kwamba mmesikia. Maneno ya Yesu wa Nazareti. Yesu akauliza ni jambo gani mnasema? Wakamuuliza kwani wewe mgeni huku Yerusalemu? Wewe hujasikia mambo yametendeka? Yerusalemu yote. Wakaenda wakinena. Na walipofika kwa yule mzee. Kwa sababu kulikuwa na giza. Wakamwambia ingia ukalale kwetu. Na wakati alipoingia. Basi akamega mkate. Amen. Wakati walipokuwa kwa safari. Yesu yule alikuwa anaponya watu wote. Yesu aliyesulubiwa. Hawakuwa wanamjua. Kwa sababu macho yao ilikuwa imefungika. Lakini wakati walipomega kula mkate. Na mkate ukamegwa kwao. Wakati walipokula ule mkate. Macho yao yakafunguka. Na wakamjua Yesu. Na wakajua sio mzee. Na wakamjua ni Yesu yule walikuwa wananena juu yake. Kwa sababu ya kumega mkate. Amen. Na hili neno ndio mkate uliotoka mbinguni. Yesu akasema ati nimepeana mkate kwa ajili yenu. Na hii damu nimemwaga kwa ajili yenu. Fanyeni hivyo wakati mwingi ndio mnikumbuke. Amen. Na kwa hivyo ni kusema
kia kwenyorwo mkate ukishamewa, nginya macokaga kuona, na wale ambao hawaoni huwa wanaanza kuona. ati mugate noyo njira ĩrĩa njega tu, Na mkate ndio ile njia tu na nzuri, noyo dawa ĩrĩa ĩngĩhota gũthondeka maitho maitũ, na ndio ile tu dawa inaweza tengeneza macho yetu, mugate ũyũ nĩguo tũrĩaga tũkamenya na Kristo makĩria, kwa sababu ule mkate ndio tunakula, tunajuana na Kristo zaidi, twarĩkia kũrĩa tũkahingũka na maitho, tukishakula tunafunguka macho. no tũmwĩrĩire Jesũ gatũrũme ka Ngai, Basi tutamwahidi no Yesu, tũmwĩrĩire we no tumwahidi tu atĩ Yesu, noyo ũngĩhota kũmũhe mũgate, yeye ndio anaweza tukupa mkate, nĩgetha maitho macio mana thĩinĩ ili mathũkĩte macho yale ya ndani ambayo imeharibika ahote kuona kinya kĩoneki kĩu tũtarĩ nakĩo. ikaweze kuona hata yale maono ambayo hatuna. Nĩtũrangagĩra ũguo. Bwana asifiwe. Itikiri thome o iandĩko rĩmwe. Nikubalieni tu nisome andiko moja tu. Moja tu. Amen. Rĩu tũhoe. Basi tuombe. Kana twasifiwe. Amen. Na tũgũthoma thĩinĩ wa Petro. Katika kitabu cha Petro, 1:3. Petro wa kwanza 1:3. Katika kitabu cha Petro. Amen. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 3. Petro wa kwanza 1:3. Aya ya 3. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1:3. Atiriri, we uria uri Ngai wa Mwathani witũ Jesũ Kristo, na nowe ithe arogathwo, owe watuciarire rĩngĩ nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ, nĩgetha tũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro kĩ muoyo nĩ ũndũ wa ũrĩa Jesũ Kristo ariũkire akiuma kũrĩ arĩa akuũ, na nĩgetha tũgwate igai rĩrĩa rĩtakabutha, rĩrĩa rĩtheru, rĩtangĩhwererekera, narĩo nĩrĩo mũigĩirwo igũrũ. Haya, mũhari wa 5. O inyuĩ mũtũire mũrathagĩrwo nĩ hinya wa Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩtĩkĩtie, nĩgetha mũkona wonokio ũrĩa warĩrĩirio wa gũkaguũranĩrio mahinda marĩa makũrigĩrĩria. Na ũhoro ũcio nĩguo mũgakenagĩra mũno, ona gwatuĩka atĩ no nginya mũkorwo mũiguithĩtio kĩa kahinda, mũkĩgerio na magerio ma mĩthemba mĩingĩ, nĩgetha wĩtĩkio wanyu warĩkia kũgerio ta ũrugutĩirwo mwaki-inĩ, ũmenyeke atĩ nĩ wa bata gũkĩra thahabu ĩrĩa ĩthiraga, ona yatuĩka ĩrugutĩirwo mwaki-inĩ, naguo ũmũrehere ũboco na riri na gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa Jesũ Kristo akaguũranĩrio. Amen. Tumetamatisha kwa hayo maandiko tukijua yule alitufia ni Yesu Kristo, tukae ndani yake naye ndani yetu, yeye atupe maono na ufalme ambao hautaisha. Bwana ni aongoze. Basi tusimame, tusimame na iguru, ili tukaweze kuombewa na ili Mungu atufungue lile jicho